La kaunti ya Nyamira limepanga kufanya kikao cha kusikiliza hoja ya kuondolea mamlakani kwa gavana Amos Nyaribo Jumanne wiki ijayo. Aidha, bunge hilo limesitisha vikao vyake hadi wiki ijayo ili kutoa nafasi kwa umma kushiriki mjadala kuhusu hoja hiyo Ijumaa wiki hii. Hoja hiyo iliwasilishwa bungeni Jumatatu na mwakilishi wadi wa Bonyamatuta Julius Matwere. Kwa sasa, mtazamaji, tunaungana na mwanahabari wetu Komba Alfayo kutoka Nyamira kwa taswira kamili. Komba Alfayo, usukani kwako, tutaarifu. Naam, asante sana Joashon Sare, na kupata vyema kabisa kutoka hapa. Vikao siku ya leo vimeweza kufanyika, lakini vikao hivyo havikudumu kwa zaidi ya dakika 30. Ni vikao ambavyo wawakilishi wadi waliweza kufika na kuzungumza tu masuala machache ambayo yanahusiana bunge hilo, saa vile vile utoaji huduma. Lakini pengine niweze kupatia taswira kamili ya kile ambacho kiliweza kufanyika. Kumbuka hapo jana, baada ya mwakilishi wadi ule wa Bonyamatuta kuweza kuwakilisha hoja ile yake ya kumbandua gavana Amos Nyaribo, hakuna mwakilishi ambaye aliweza kuzungumza, hasa baada ya kutoa hoja ile. Bunge lilionekana kwamba likiwa kimya. Mwakilishi wadi ambao waliweza kufika ili kuweza kuhudhuria kikao hicho waliweza kuondoka pasi na kutaka kuzungumza na waandishi wa habari. Na vile vile siku ya leo ukimya ule uliweza kushuhudiwa katika bunge lile la Nyamira. Kumbuka kwamba wakati huu ambapo hoja hii imeweza kuletwa katika bunge hili kuzungumziwa, ni wakati ambapo kinyang'anyiro kikali kimeweza kushuhudiwa, hasa upande ule wa UDA na UPA. Kumbuka kwamba baadhi ya wandani wa gavana Amos Nyaribo na wakilishi wadi wanahisi kwamba hoja hii ya kumbandua gavana Amos Nyaribo inaletwa wakati huu ambapo gavana Amos wanahisi kwamba ni mojawapo ya njia ya kuweza kumdhoofisha na kumfanya au kumzuia yeye kushiriki moja kwa moja katika kampeni hizi ambazo tunaona kwamba zimeshika makali ya saa wakati huu, ambapo katika eneo lile eneo wadi lile la Ekerenyo ambalo ni mojawapo ya eneo bunge pamoja na Nyamai ambapo anatoka gavana Amos Nyaribo, ambapo ana ushawishi mkubwa. Kumbuka vile vile wanahisi kwamba nia yake au azma yake ya kuweza kumuunga mkono aliyekuwa waziri wa usalama ambaye ni Fred Matiang'i pia vile vile ina mojawapo ya matukio ambayo yanasababisha yeye kuweza kukumbwa na msukosuko huu wa kutaka kubanduliwa. Lakini kumbuka vile vile ni wiki mbili tu ambazo ziweza kutamatika baada ya tume ya EACC kuweza kufika nyumbani kwake katika jumba lake la Nyamira na vile vile Nairobi na afisi yake, na kuweza kuwakamata baadhi ya maafisa wale ambao wanne kuhusiana na masuala ya ufisadi na utoaji wa hela zaidi ya milioni 382. Kumbuka kwamba Amos Nyaribo anaweza kushurutishwa na msimamo wake dhabiti kuhusiana na azma ya Daktari Fred Matiang'i kumuunga mkono. Kwa hivyo ndio baadhi ya masuala ambayo wandani wake wanahisi kwamba yanasababisha yeye kuweza kushurutishwa katika kibarua hiki kigumu kwa mara ya tatu. Kumbuka kwamba kwa mara ya pili aliweza kuponea chupuchupu kwa wale ambao walikuwa wanaunga mkono hoja ile ya kuweza kumbandua, kuweza kukosa kura moja, ambapo walikuwa wanahitaji zaidi ya thuluthi tatu ili waweze kumuondoa, ambayo ilikuwa ni kura 23 kwa wale wakilishi wadi ambao walikuwa hapo wakilishi wadi 34. Lakini kwa sasa hali ni tete. Kumbuka kwamba wakati wapo siku ya Ijumaa, wananchi watakuwa wanapatiwa fursa kuweza kufanya ile kushirikishwa kwa umma, tunaita lugha ya Kiingereza public participation. Siku ya Jumanne kutakuwa na mazungumzo ambayo yanakuwa yanafanywa kujadili hoja ile, na gavana Amos Nyaribo atakuwa anakubaliwa kufika pale, aidha yeye au wakili wake, kuhakikisha kwamba anampatia fursa kuweza kujitetea kwa yale madai wawili ambayo amewekwa mbele ya speaker, ili kuweza atajitetea vipi utumizi mbaya wa ofisi na ukiukaji wa katiba. Kumbuka madai haya ndio ambayo yalikuwa yameletwa mara ya kwanza na jaribio la pili, na kulingana na wakili wake walisema kwamba ni madai ambayo yamekuwa kiletwa mara kwa mara pasi na ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo macho yote yanarejeshwa katika bunge hilo la kaunti ya Nyamira kuweza kutazama ili kuona, je, kwa mara ya tatu Amos Nyaribo atakuwa anaweza kujitetea au kuepuka shoka hili la kuweza kumbandua afisini. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha usukani kwako studio. Ni langu jina ni Komba Alfayo kutoka eneo hili la Nyamira.